Sasa hesabu zake zikiwa zinaelekea mwisho, hesabu za uhai, akiwa hospitalini ndani ya ICU, madaktari wakiwa wameshaonesha dalili zote za kukata tamaa, wanasubiri tu uamuzi wa Mungu. Ghafla akaibuka mtu ambaye hawamjui. Huyu mtu akamuelezea mgonjwa kwamba ana uwezo wa kumpa nafasi nyingine akaendelea kuishi, lakini anapaswa kukubali kwamba akibaki hai hataishi kama wanadamu wengine. Anatakiwa kuishi katika pande mbili za maisha. Yaani aishi haya maisha ambayo mimi na wewe tunayafahamu, lakini pia aishi maisha mengine ambayo sisi binadamu wa kawaida hatujawahi kuyajua hata kidogo. Oya, huu mkazo wa kusisimua ni kutoka kwa mwandishi nguli hapa nchini anaitwa Abias Mzigua. Na mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka. Unaweza kunifollow kwenye mitandao ya kijamii natumia @iskonka. Kwa hiyo mchizi anaitwa Simon, ni wakala tu wa kutoa na kutuma pesa, hiyo ndo kazi yake. Lakini kwa miezi 3 mfululizo alikuwa amepata ugonjwa wa ghafla na wa ajabu ambao ulimfanya awe mahututi na kuanza maisha mapya ya ICU. Anapumua kutumia gesi, anakula kupitia mipira, hajitambui, hajijui. Madaktari walipambana sana. Ndugu nao akakaa sana vikao ili kuchanga pesa kwa ajili ya matibabu ya Simon. Lakini siku zilikuwa zinatembea huku kukiwa hakuna dalili yoyote ile ya matumaini. Ilifika mahala madaktari walianza kuwashauri wale ndugu wa karibu kuwa kwa sababu matibabu rasmi yameshindikana, wamchukue mgonjwa wampeleke katika maombi au tiba za asili. Hii ilikuwa ni hatua mbaya. Wapo ndugu waliweza kujiongeza na kutambua kuwa matibabu yamefika kikomo na wanachotaka ni mgonjwa kwenda kufia mikononi mwao. Kilichokuwa kinamsumbua Simon ni matatizo ya moyo ambayo ni adimu sana. Tiba yake hata huko nchi za nje bado haijaweza kufahamika kwa uhakika. Hivyo inahitajika misuli mikubwa sana ya kiuchumi ili kumsafirisha. Msuli ambao ndugu zake hawakuwa nao. Sasa usiku mmoja Simon akiwa kitandani wodini alikuja mtu mgeni. Huyu jamaa alivaa nguo kubwa nyeusi. Simon alikuwa hajawahi kumuona huyu jamaa hata siku moja katika maisha yake. Jamaa alikuwa mrefu kinoma na mwili mkubwa, alafu ana upara. Alitisha kwa kumtazama. Japo alisimama huku akiwa anatabasamu pembeni ya Simon. Jamaa akaanza kuongea. Simon alimuita kwa jina lake. Simon muda huo ana mipira ya gesi midomoni mwake, hawezi yani hata kujibu, hawezi kuongea, anatazama tu. Yule jamaa akaendelea kuongea. Simon, mimi naitwa Joeli. Hili jina sio langu. Nina jina langu halisi. Kwa bahati mbaya sijapewa ruhusa kuwatajia binadamu. Kusikia hiyo kauli, Simon akawaza, ndio mambo ya malaika mtoa roho tena. Akaamini kuwa zake zimeshafika na huo ndio muda wa kwenda mbinguni. Jamaa akaendelea kuzungumza. Nimekuja hapa kwa ajili ya kazi moja Simon. Natakiwa kukuuliza ikiwa utakubali kuifanya kazi ambayo wanadamu wachache sana huwa wanapewa nafasi ya kuifanya kazi hiyo. Kimbembe. Hili ilikuwa ni kitendawili kikali kinoma yani kwa Simon. Yuko mahututi kitandani alafu mtu asiyeeleweka anakuja kumwambia kuwa anahitaji ampe kazi. Kazi gani? Jamaa wa ajabu aliendelea kuongea. Hapa duniani kuna wanadamu lakini unapaswa pia kujua kuwa kuna mashetani. Viumbe ambao wanania ovu kwa wanadamu. Ili kuangamiza viumbe hawa huwa tunawatumia binadamu ambao wapo katika nafasi kama yako Simon. Wewe hapo ulipo umebakiza muda mfupi sana wa kuishi. Hivi naongea yamebaki masaa 2 tu ya uhai wako. Nimekuja hapa mbele yako kukupa nafasi ya kuongeza umri wako. Lakini ni lazima tuingie makubaliano ambao utapaswa kuyalinda na kuyasimamia. Simoni alisikia maneno ambayo yalikuwa ni mazito sana kwake. Lakini kwa sababu yaligusa kuhusu kifo na alipo ni mahututi kitandani, alijikuta na hapo umakini. Yule kiumbe alimsogelea karibu zaidi, akamchomolea kile kifaa cha kupumulia alichokuwa nacho mdomoni mwake, akaweka kando. Jambo la ajabu, Simon aliweza kupumua bila kutumia gesi na alipata nguvu ya mpaka kusogeza mwili wake na kuinuka. Akaketi.